Hello, mambo vipi? Karibu kwenye recap ya The Secret Plan, na leo nipo na crew nzima ya The Secret Plan. Niko na mwandishi pamoja na director wa series hiyo. Dave, mambo vipi? Fresh kabisa. Nini maana ya The Secret Plan? Watu wanataka kujua. Secret Plan ni story ambayo ina vitu vya siri sana ndani yake. Na kwenye movie yangu hii kuna vitu ambavyo vinafanyika kwenye usiri mkubwa, na bado kuna plan ambazo zinafanyika ndani yake ambazo zina ficha ule ukweli ule. Kwa The Secret Plan ni plan ambazo ni za siri zinazofanyika ndani ya tamthilia yetu. Wazo la kuandika series ulilitoa wapi, na kwa nini ukaita The Secret Plan na sio jina lingine? Okay, nadhani series hii nilikuwa nao kwa muda mrefu kidogo, ambapo nilikuwa nayo kutokana na mazingira mengine ambayo nishawahi kuyaona, ambao nilikuwa naishi na baadhi ya rafiki zangu walikuwa wanaishi maisha. Kwa ni story ambayo nilikuwa nayo toka 2019 nakumbuka. Kwa sababu nilikuwa naona tu maisha, kwa nikawa ninajaribu kuwa na draft kidogo naandika, lakini ni mwaka jana ndio nilipoanza kuimaliza. Kwa ni kwenye idea ya kitu ambacho nilikuwa nakifanya ni kwamba nilikuwa nao kwa muda mrefu. Kwa nini nilipa jina The Secret Plan? Ni kutokana pia na mambo yaliyomo yanayozunguka kwenye story, na kila kitu ni usiri. Na ukiangalia kwenye maisha yetu ya kawaida kwa sasa hivi, watu wengi wanafanya vitu kwenye usiri ili kufanikisha kitu fulani. Kuna wengine wanaweza kufanya kwenye usiri lakini sio kwenye ubaya, lakini ameficha kitu. Kwa hiyo ndio maana nilipa jina hilo. Ndio, na nimeona umeandika series nyingi, lakini tuambie mapokeo ya series hii kama yamekuwa makubwa zaidi kuliko nyingine. Kuna siri yote hapo katikati? Mimi nadhani ndio maana nikasema katika story ambazo nimeziandika nyingi ambazo pia hazijawahi kutoka, zilizotoka, hii imekuwa na mapokeo makubwa kwa sababu ni story ambayo imebeba maudhui ya watu ambao tunaishi nao kila siku. Kwa hivyo imekuwa na mapokeo makubwa. Cha kwanza ni story yenyewe ilivyo, ina vitu ambavyo vimefichwa, lakini pia kingine ambacho kimekuwa unique ni kutokana na setup ambazo zinafanyika kwenye movie. Yes. Asante sana, nikushukuru, na niamie kwa director George Maega. Naam. Unajisikiaje kufanya kazi na mwandishi mkubwa Dave? Na furahi mimi kwa sababu kama director, manake inapokuja kazi, story ni kitu cha kwanza ambacho kinanivutia. Ndio. Manake script ndio kitu kinachonivutia. Mpaka unasema au kinatamani nifanye hii ama niwe director. Kwa hiyo swala la uandishi na ile theme yote kabisa ambayo ilikuwa inahusu story ya The Secret Plan, kwanza ndicho kilichonivutia. Baada ya kunivutia, kitu cha pili, David ni mtu ambaye nafahamiana naye, tunafanya kazi muda mrefu. Kwa hiyo ikawa rahisi. Nikamwambia kama tuko tayari basi. Kuna tofauti gani kati ya mwandishi Dave na waandishi uliofanya nao kazi? Siwezi kuzungumzia utofauti katika mazingira ambayo inawezekana labda unategemea jibu, lakini unajua utofauti wa waandishi upo kwenye namna wanavyoisimulia hadithi yake. Kwa sababu kwa sasa hivi, kwa miaka yote na tasnia ambavyo ipo mpaka sasa hivi, unadhani kuna hadithi mpya? Hapana. Hakuna mtu ambaye anakuja anasema ana hadithi tofauti ama hadithi mpya. Hadithi huwa zinajirudia. Lakini unakutana na mwandishi mzuri na unagundua ni mwandishi mzuri kwa namna ambavyo anaihadithia hadithi yake. Kwamba sote tunazungumzia usaliti, sote tunazungumzia mauaji, sote tunazungumzia siasa, lakini wewe unaihadithiaje hiyo hadithi yako kwenye siasa? Ndio namaanisha screenplay, matukio ambavyo umeyapanga, sijui umeelewa, set zako ambavyo umezipanga, cast zako ambazo umezipanga, namna ambavyo una introduce character zako kwa wale wasanii ambao umewachagua. Kwa hiyo unakutana na art ya mwandishi kwenye namna ambavyo anakupatia script.
haijalishi ni script ya editor ama ni script ya nini, yani kuna art fulani tu ukiangalia unajua okay ni hivyo. Kwa hiyo kwa nini nimependa kwa David ni namna kwanza ambavyo ameihadithia hadithi yake. Ila nishakutana na waandishi wengi ambao wana story kama za kwake, lakini wanatofautiana kwenye namna wanavyohadithia, na namna unavyohadithia ndo namna ambavyo ni ubora wako kama mwandishi. Naamini Dave anajua na madirector wengi sana wakubwa, pengine wengine wanaweza kuwa ni zaidi yako, lakini unahisi ni kwa nini kakuchagua wewe kuwa director wa series yake? Nadhani inawezekana hadithi yake ndio imechagua. Kwamba namna ambavyo yeye ametengeneza hadithi yake, ameiandika, akaona naweza nikafanya na Maega. Japo kuna hadithi ambazo tulishawahi kuzikuwa tunahitaji kuzifanya nyuma. Unajua wakati mwingine kwenye industry yetu sometime mizuka inakuja. Sijui umeelewa. Yani zipo story, sio kwamba hii kazi ndio tulitaka tufanye. No, ziko story ambazo tulikuwa tunataka tuzifanye na tulishazifanyia maandalizi na script zake zipo, zilishaandikwa. Nzuri sana. Na short film ambazo tulikuwa nazo. Lakini ilitokea tu ni kama tulikuwa na vibe. Sikio kaniambia tunataka kushoot. Tena moja ya kitu ambacho watu hawakifahamu. Hata siku ya kwanza tunaenda kushoot. Scene za kwanza zilikuwa za hospitali. Sikuwepo set. Yani nilikuwa nyumbani nimelala na nishasahau. Yani nishasahau kama ndio tunaenda tukashoot. Na kwa sababu ya mazingira ya ratiba na kazi ambazo zinakuwepo. Alafu kwa bahati mbaya akana nipigia simu asubuhi hiyo. Mimi huwa sizimi simu, lakini asubuhi hiyo simu yangu ilikuwa haipatikani. Kwa ikawa stress. Yani ilikuwa, yani kazi ilikuwa hivyo. Unajua mnaweza mkaa mnafanya kitu kizuri lakini kinaanza na changamoto. Ama mkaanza na kitu ambacho hakina changamoto mkakimalizia na changamoto. Kwa naweza nikasema alianza kushuti yeye. Kwa kuna baadhi ya scene ambazo ziko hospitali, mimi nimemkuta tayari ashaanza kushuti. Kwa tukafika tukaendelea. Kwa wakati mwingine tunakuwa na vibe pia na muda, sababu tunafanya zaidi ya filamu kwenye maisha yetu. Mimi na sasa hivi tuko tunazungumzia filamu, lakini mimi kuna kazi nyingine tunazifanya tofauti na filamu. Kwa wakati mwingine inakuwa ni vibe, lakini atu entertain sana vibe. Inakuwa ni maandalizi. Kwa hiyo inategemea umejiandaa kwa kiasi gani. Kwa hiyo sasa hivi tumekuja na The Secret Plan kwa sababu ndio kitu ambacho kwa sasa hivi naona tumejiandaa na tunakifanya, lakini the more is coming, kazi zipo nyingi. The Secret Plan ina episode 3 tayari zimeshatoka na ni za moto sana. Kweli. Na kumekuwa nachukua duration kubwa sana ya muda ili kutoa episode nyingine. Kuna changamoto gani hapo? Sasa hapa labda sitakujibu kama director. Nitakujibu kama pia nipo kwenye post production editing. Yes. Kulingana na plani ambavyo tulikuwa tumeipanga kama crew ni kwamba episode ya kwanza mpaka ya 5. Secret Plan ina episode 15. Yeah. Episode ya kwanza mpaka ya 5 tutaitoa kila baada ya reach viewers 1K. Nadhani ndio tunachokifanya. Episode ya kwanza, ya pili, ya 3 na hii sasa hivi imeshafikisha 1K, kwa tunatarajia kuposti soon kuipandisha. Kwa hiyo ni sisi tuko ndani ya plani na mipango. Kwa episode ya kwanza, ya pili mpaka ya 5 tutaposti kila baada ya kufikisha viewers 1K. Sawa. Na turudi kwa mwandishi. Naona ile swali itakuja kwa wote. Ni changamoto zipi, lakini tukianza na Dave. Ni changamoto zipi mnazipitia mkiwa field? Changamoto hapo nitaeleza, mimi naomba nieleze kama actor sasa. Kwa sababu pia na mimi nipo kwenye movie. Naweza nikaeleza mimi kwenye upande wangu, ili akieleza ataeleza yeye kama director. Mimi changamoto ambayo nilipata sana kwenye tukiwa field ni swala kwanza la muda. Yes. Swala la muda ndio la kwanza ambalo nilikuwa linanipa changamoto kubwa kama mimi. Kwa sababu sometimes mimi mwenyewe kuna muda tunaweza tukazinguana na director. Yaani hivyo vitu vipo. Kwamba yani baada tunaondoka muda fulani tutaenda sehemu fulani, lakini utashangaa nimefika labda mimi, labda na actor mwingine, lakini madirector wakachelewa. Alafu pia ukitegemea mimi kuna muda naweza ngafika nikaanza kufunga mimi vifaa. Hilo ni changamoto ambayo mimi naipitia ambayo inakuwepo. Lakini changamoto nyingine nadhani tu ni sisi wenyewe, yani unajua unapokuwa field alafu kwa on set
kuna alafu yaani ukawa kwenye yaani ukawa on set upo wewe na mwenzako, alafu mwenzako asiwe serious. Sawa. Kwa kuna muda unaweza kuona jua ni kali, alafu upo kwenye set ambayo ni hamna vitu ambavyo lazima upigwe jua. Ni kweli. Alafu yule mtu akiwa anafanya ule utani, kuna muda na wewe anakutia hasira, kwa sababu unaona kama wewe pia anakuchomesha, yani umeona. Kwa kuna muda hata unaweza kumfokea. Na ukimfokea pia mtu, kuna watu wengine wanapenda kutoka kwenye mood. Kwa mimi sana sana niseme ni changamoto hizo tu mbili ambazo mimi zinanipa changamoto. Director Mayege. Ndiyo. Ni changamoto ipi unakutana nayo ukiwa location? Changamoto zipo nyingi kwa sababu ni kazi. Na zinakuwepo nyingi kwa sababu pia tunafanya na watu tofauti. Tabia, kila mtu anapendelea nini, kila mtu anahitaji kufanya nini kwenye maisha yake. Lakini pia ni kwa namna gani unakutana na msanii ambaye anajitambua. Sio, umeelewa? Sababu unaweza kukutana na msanii ambaye amekuja kwa ajili ya kupoteza muda. Sababu ana time, sikia anakuja kupoteza muda tu. Na mwingine anapenda tu kushoot. Sio kwa sababu anapenda nini. Kwa hiyo sasa hivyo vitu vyote huwa vinafanya lazima kwenye kila kazi unakuwepo na changamoto. Lakini nitazungumzia changamoto moja kubwa ambayo director yoyote yule duniani anatamani kuwa na msanii ambaye ana uwezo wa kufanya kile ambacho anakitaka. Ile vision yake kwamba hichi kitu nataka kiwe hivi, nataka iwe hivi, nataka hii scene yangu tuende hivi, lakini climax ya scene yangu iwe hapa. Sijui umeelewa? Lakini hawezi kufikia hayo yote mpaka akutane na msanii ambaye ana uwezo wa kufanya hicho anachotaka. Lakini ili uweze kuwa na mafanikio makubwa ya scene yako na kazi yako, upate msanii ambaye anaweza kufanya zaidi ya kile unachokitaka. Kwa hiyo unaiona hiyo changamoto. Kwanza umpate msanii ambaye anafanya unachokitaka. Pili, awe na uwezo mkubwa wa kufanya zaidi ya kile unachokitaka, akafanya extra. Kwa Tanzania tunasema film industry yetu imekuwa kubwa kwa sababu imekuwa kwa muda mrefu. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo tunavitarajia kutoka kwa wasanii tunavikosa kwa sababu hakuna vyuo vya sanaa. Watu wengi wanafanya kama kipaji. Ndio. So professional reason. Kwa sababu mtu tu ana kipaji cha kuigiza, anajua, kwa hiyo unaweza ukaja. Kwa hiyo tunapata changamoto kwa sababu unampata msanii ambaye kipaji anacho lakini hana zile ethics za kushoot. Hajui afanye nini wakati wa kushoot. Hajui amsikilize director wakati gani. Hajui scene yake anaianzisha, anaimaliza, uipo katikati kwa wakati gani. Kwa unaweza ukapata mtu ambaye ana uwezo kukusikiliza tu lakini hana uwezo wa kufanya kile ambacho unakitaka. Kwa hiyo tunakuwa na hiyo changamoto kwamba mtu unamfundisha kuigiza lakini mfundishe na kushoot. Okay. Nikikuvua cheo cha uandishi, Mr. Dave. Wewe ni actor. Ndio. Wewe ni actor. Ndio. Best scene yako kwenye The Secret Plan ni ipi? Best scene ni yangu mwenyewe. Hapo naongea kama Mwambepo sasa. Hapo naongea kama Mwambepo. Bwana, mimi best scene ni yangu mwenyewe. Yangu mwenyewe ambayo nilikuwa na dubu. Nilikuwa na dubu nikiwa ziwani pale. Yes. Kwa nini nimesema ni best scene? Kwa sababu before kwanza hata nifike pale kwenye hiyo scene, kuna vitu ambavyo nilikuwa kwanza ni scene ambayo ilikuja, nakumbuka ilikuja tukiwa location. Ndio. Yes. Tulikuwa tumemaliza. Yaani ni scene ilikuwa haijaandikwa. Yaani ilikuwa tu ipo roughly. Okay. Na tulikuwa tumemaliza kushuti zingine. Sasa wakati tunataka kuondoka sababu tulikuwa kijijini. Tunataka kuondoka lakini tukaona kuna muda na jua fulani ambalo linaweza likatusaidia kupata kitu fulani. Kwa director akasema bana, sikiliza, mimi naona tungefanya 1 2 3 fresh kwa tukawa pale. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuja tukiwa location na tukaifanya, nakumbuka vizuri. Lakini pia ni scene ambayo mimi kuna muda kabla sijafika nilikuwa nacheka kwa sababu mtu ambaye nilikuwa nafanya naye ni mtu ambaye anapenda utani. Kwa hivyo ni scene ambazo nazikumbuka na naipenda tu kwa sababu ilikuwa kwanza ilionyesha real ya kijijini.
na kama mvuvi. Yes, na niliipenda mpaka leo. Director Maiga. Yeah. Best scene yako ni ipi? Katika hizi episode 3 best scene naweza nikasema ni scene ya Steve akiwa na studio session na dada anaitwa Piki. Yeah, walikutana studio. Kumbuka vizuri scene. Walikutana studio, baadaye akamwonyesha picha, baadaye dada akaondoka. Lakini pale ni FX studio pale. Ndio, ni FX studio kabisa, tumeendani kwenye studio yetu kabisa. Yeah. Kwa hiyo tumetumia studio zetu kabisa nyumbani. Hongereni sana hizi. Asante. Shukrani sana. Nirudi kwako mwandishi. Naam. Ni nani kwenye crew nzima ya The Secret Plan ni mvivu kushoot yani au kusoma script yeye ni mvivu sana? Ni nani? Wewe utakuwa unawajua. Naweza nikawa mention na ni mtu tena nahisi ni watu ambao mimi waga nakosana nao sana. Watu ambao ni wavivu, kwanza kuna Pasi ambaye ni kwenye nimecheza naye kama mke wangu. Yes. Ni mchumba wangu ambaye pia ukirudi kwenye real kwenye kazi kama kazi. Hawagi serious. Yes, ni mvivu sana wa kusoma script. Lakini mtu mwingine ambaye ni mvivu ni Prince. Uwaga kuna muda naweza nikaja nikishafika akijua hiyo siku ndo nataka kushoot. Hiyo siku ndo utamuona yupo busy sasa anasoma. Yaani hiyo siku kuanzia asubuhi atakuwa anasoma tu. Kwa hiyo ni hao watu. Familia by the way ni ndugu yake kabisa. Na kiukweli anajua anatoka nyumbani. Yaani ni ukweli kwamba yeye ni natoka mimi anakuja yeye. Yes, kwa hiyo tunajuana. Okay. Na nirudi kwako director George Maega. Ndio. Ni actor gani ambaye niseme tu hayuko serious, yani yeye hamwezi mkapiga take moja mkamaliza, lazima mfanye take 2 take 3? Ni nani huyo? Mungu amejalia kuwa na kwenye Secret Plan kuna wasanii ambao wanajitahidi kwa namna moja ama nyingine kwenye kusoma lakini kwa sababu wengi tumefahamiana muda mrefu, tuna nini kidogo kuna makuzi. Umeelewa? Kwa makuzi sio kwamba kuna msanii ambaye ni worst sana kwamba anasumbua take nyingi na nini no, lakini tuna makuzi yanakuwepo kwa wakati mwingine kwa sababu ya mazoea na engagement na nini hivyo. Lakini mtu wa kwanza ni Steve. Hamwezi kupiga take moja hasa akiwa na kapo yake. Lakini Anita nani? Tifa. Steve na Tifa wale ni watu ukiingia nao sasa hamwezi kupiga take moja. Lakini ni watu wanaonekana wako na domain. Na ni kweli na domain, lakini progress inaendelea. Unajua tuko episode ya 3 na tushashoot episode nyingine ya 4 na ya 5. Wakati mwingine progress inakuwepo mnavyoenda episode kwa episode, kwa sababu hata uandishi kila siku anaendelea kulingana na episode kwa episode kuongeza matukio na kufanyaje. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kwa episode ambazo tumefikia sikutani na wasumbufu sana, ila sio kwa sababu sio wasumbufu, ni kwa sababu nishapambana nao. Sababu moja ya kitu ambacho mimi binafsi siwezi kuvumilia nimesema action alafu ufanye kitu tofauti. Ambacho kwanza hakipo yani kwenye utaratibu wa kushoot, aidha unafanya utani ama unacheka ama yani mimi unakuwa umenivuruga. Na wasanii wangu katika hilo wananijua. Yani kwa mwanzoni ilikuwa ni shida, wengine wakawa wanaona labda director mkali au director nini au director na dharau, lakini hapana. Nashukuru kuanzia hapa tunavyoendelea episode ngapi wamezoea. Wanajua kwenda na mimi ambapo nahitaji. Na ni nani yeye hasumbui, yani yuko straight, yani kwamba action take 1 nimemaliza. Nadhani Mwambepo mwandishi lazima awe serious. Prince pia anajitahidi, anachukua kusoma script lakini akisoma akiingia location iko vizuri. Femi anajitahidi. Wale huja sasa kuiba mpewa mtu. Tifa atasomea location lakini ana uwezo wa kupiga one take. One take. Anaweza kupiga one take. Kwa ni moja ya watu ambao
wananifanya najisikia vizuri zaidi. Kuna sentence moja hapa nitaisoma, wewe utaniambia ni episode ya ngapi na ni scene ya ngapi na nani aliyesema. Pole kipenzi, umeungua sana. Nani aliyesema maneno hayo na ilikuwa ni episode ya ngapi? Nikianza kusema aliyesema alisema Femi. Akimwambia Steve ukiwa restaurant. Yes, Steve alikuwa anakunywa kwa bahati mbaya akajimwagia chai. Ilikuwa ni episode ya ngapi? Ilikuwa ni episode ya 3. Scene ya 3. Ndio. Okay, nirudi kwako director Maega. Ndio. Ni tukio gani au ni kitu gani kibaya kisha kutokea mkiwa location, either ni kijijini au ni mjini? Sio rahisi sana kukumbuka, lakini nadhani Mimi nakumbuka. Magari yalipasuliwa. Tulikuwa kijijini. Bwana, tulienda kushuti. Asante, amenikumbusha mwandishi. Tulienda kushuti sini za kijijini, ni eneo la Pwani. Kwa hiyo sasa tukawa tumeenda na gari mbili. Baadaye tukawa tumeenda kushuti Pwani, kwa zile gari tukaziacha kwenye miji ya watu barabarani. Kwa tukaenda gari moja ikawa imepaki pembeni karibu na nyumba kabisa. Ndio. Alafu nyingine tukawa tumeiacha juu kidogo, lakini ni eneo moja. Lakini kwa bahati mbaya tumeenda tumeshoot, tumemaliza, tumeenda tuko comfortable. Tunarudi tukiwa tunajiandaa baadaye tukaja tukakuta gari moja imepasuliwa kioo. Sasa ile gari ambayo imepasuliwa kioo, basi tukamkaa mtu yule msanii ambaye ndo alikuwa na ile gari, bwana it's okay, relax, naomba kawaida, lakini ngoja tutafuta na nini kwa kioo chake kaki mfanyaje kimepasuliwa. Wakati huo hatujui kwamba gari nyingine ishakuanguliwa, watoto wameenda wamekuangua hivi, unajua zile. Ndio. Yeah. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakikuwa kizuri kwa sababu gari moja ilikuwa ya msanii, gari nyingine ilikuwa ya crew, sio banielewa. Kwa wale wote ni watu ambao tuko nao kwenye production na tunafanya production. Kwa hiyo kidogo ikawa inaenda mushkeli, yani unaenda kwa director lakini akili inakuwa kama iko hapo. Unakuwa unawaza amepungua rangi hivyo. Msanii anaenda kuigiza lakini anakuwa sababu inakuwaje kichwa changu kimepasuka. Kwa hiyo inakuwa ni mazingira ambayo hutokea. Yaani watu tunajua huwa yanatokea. Kwa hiyo wakati mwingine akitokea tunajaribu kuwekana sawa, basi tunaendelea. Yeah. Okay. Kuna ukweli wowote kuhusu karakta yako unayocheza na maisha yako halisi? Kwa jinsi nilivyocheza kama Mwambepo? Yeah. Mimi sio mnyonge vile. Mimi sio mnyonge, japo ina ukweli tu kwenye mapenzi. Yes, mimi ni romantic sana. Wow. Yes, mimi ni romantic lakini pia mimi na care watoto wa kike. Kwa hivyo ukiona pale anipigia kelele simfanyi chochote, hivyo ndo nilivyo mimi. Lakini sio mnyonge kwamba eti atanikuida na nikuida vile. Yes, lakini mimi am romantic, you know. Sawa, tolewa kwenye karakta yako wewe unayocheza. Ukaambiwa uchague karakta ya mwenzako. Unachagua karakta ya nani kati ya crew nzima ya The Secret Plan? Nikaona nini kaicheza vizuri zaidi. Yaani unayoipenda zaidi kuliko hiyo ya kwako unayoipenda. Mimi kwa kweli ningekuwa Steve. Kwa nini? Yaani unajua karakta ya Steve sio kwamba haichezi vizuri. Ndio. Yes, kwanza anacheza vizuri, ni mshikaji ambaye anajitahidi. Lakini kwa sababu umeniuliza ni ipi ambayo ningetaka kucheza vizuri. Ndio. Kwangu mimi ningesema Steve kwa sababu mule ningefanya uhalisia mwingi kwa sababu ya vitu viwili. Kwanza kwa the way ambavyo niliandika story, lakini pili ningekuwa ule Mnyamwezi ambaye nilivyokuwa nataka. Sawa. Unajua sio kwamba ukifikiria ile character ni ngumu kwa sababu mshikaji ana yani mke wake analiwa, si ndio sana? Lakini mimi nadhani ningecheza vizuri kwa sababu ningekuwa nina hisia sana, yani ningepitiliza. Yes, hiyo ni character ambayo tuseme ukinipa ya kwanza, yani option ya kwanza. Lakini ya mwisho ningecheza ni ya Prince.
nini Prince? Kwa ni mdogo wako au? Hapana, ila ya Prince ningecheza vizuri kwa sababu ningeuvaa uhalisia, ningekuwa Mnyamwezi sana. Ningekuwa Mnyamwezi sana. Mdogo wako sio Mnyamwezi inapotakiwa. Ni Mnyamwezi kwenye upande wake, ila mimi na vitu vyangu. Okay. Yaani ungeona kwamba nadhani ungekuwa unaona ni kwa nini watoto wa kike wananipenda. Unaelewa? Ungekuwa unaona kwamba yes, yaani mshikaji kwa nini wanampenda. Sababu nishakwambia mwanzo mimi ni romantic. Kwa maana nilikuwa Mnyamwezi sana, nilikuwa na japo anaicheza vizuri, na katika kitu ambacho mimi mwenyewe kama director alivyosema mwanzoni. Ndio. Na mimi leo nichukue fursa hii kwa mwishoni tunavyomaliza hapa ni kupongeza waigizaji ambao mimi ninao. Yeah. Kikweli wananipa kitu ambacho pia mimi kama story writer ambao niliandika ninafurahi. Na mbeleni hizi episode ambazo hazijatoka ni episode ambazo ni nzuri sana. Ninahisi hata hizo zote ambazo nimesema kwamba ningezicheza, sio kwamba hawajazicheza vizuri. They did it. Yaani mimi kikweli ninafurahi sana na mimi nadhani tutazidi tu kufanya ambavyo tunaweza sisi. Yes, na tuone tutakapofikia hapo. Naam, asanteni sana, karibuni sana. Na hii ni recap ya The Secret Plan. Mimi ni Cecilia.